Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na tuna ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na msingi wetu ukiwa umesimama imara kabisa katika neno la Mungu lililo hai lenye kutuokoa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Ninamshukuru Baba yetu wa mbinguni na duniani kwa neema hii. Ninayesema nawe ni Mama El wa Jesus is the way. Ninakukaribisha katika ibada hii kwa moyo wa upendo kabisa katika Kristo. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu ni Roho wa Mungu anataka tujue sisi kanisa ya kwamba kukauka kwa mto Frati ni dalili mojawapo ya siku za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu wa mbinguni na duniani, wewe ndiwe Baba yetu. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Tunalitukuza jina lako, tunaliinua jina lako. Tuseme nini Baba mbele zako? Tunasema asante kwa ushindi wa damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, ambayo ni damu yako Mungu Baba, iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa ondoleo la dhambi, kwa upatanisho, kwa ushindi, kwa msamaha, kwa uponyaji, kwa wokovu, kwa ukombozi. Ni damu ya Yesu ya agano jipya yenye kutuhesabia haki usiku na mchana. Basi Baba, katika agano la damu yako takatifu tumekusanyika katika jina la Yesu, mimi na wateule wako wote katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, katika agano la damu yako Baba. Asante kwa kuwa umenipa nafasi hii kama kuhani wako Bwana, nami ninaingia kwa damu ya Yesu na watoto wako katika kiti chako cha rehema na neema. Baba Mungu, ninakusihi rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya kanisa lako hili lote. Kwa damu yako ya msamaha Baba, tuoshe, tufinyange, tutakase, na kwa damu yako Yesu ya agano jipya uzidi kutubana madhabahuni mwako, tuzidi kukuabudu na kutumikia wewe Mungu uliye hai na Yesu Kristo mwanao ulimtuma kwetu. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, kwa kuwa mwili na damu havijatufunulia haya, bali ni wewe Baba yetu wa mbinguni umetufunulia haya. Nasi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunasema asante kwa neema hii. Ni saa nyingine tena hii Bwana, ni saa ya kula neno lako, ya kula mezani pako. Neno lako ni wewe mwenyewe Mungu Baba, na Yesu Kristo mwanao ulimtuma kwetu ndio neno la uzima, na neno lako linasema Bwana akafanyika mwili, tumeuona utukufu wako, amekaa kwetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunajikabidhi katika mikono yako. Zungumza nasi Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Zungumza na kila mmoja wetu Baba, tuonye Bwana na tupe neema ya kuonyeka. Tupe neema ya kuonyeka Bwana. Neno lako Baba likazidi kuwa taa kwenye maisha yetu. Neno lako Bwana Yesu likawaponye walio wagonjwa. Neno lako Bwana Yesu likawafufue waliokufa. Neno lako Bwana Yesu likawainue walioinama katika jina la Yesu. Neno lako Bwana Yesu likaweke amani kwa wasiokuwa na amani katika jina la Yesu. Neno lako Yesu ni ushindi kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Sisi ni washindi pamoja nawe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sante Bwana Yesu, sante Baba yetu wa mbinguni. Tuseme nini Bwana? Umetuketisha pamoja nawe juu sana kupita falme na mamlaka na enzi na kila jina litajalo si katika ulimwengu tu hata ule ujao, kupita usultani wote. Ndipo tumeketi sisi pamoja nawe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na ndani yako Baba tunazidi kwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Damu yako Yesu ya agano jipya ikazidi kututakasa katika jina la Yesu na kutuhesabia haki kwa damu yako ya agano jipya Baba. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, takasa mioyo yetu katika kulipokea neno la Mungu. Tufinyange, tupe unyenyekevu wa kulipokea neno la Mungu.
Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Sante Baba kwa kuwa neno lako Bwana linakwenda kututoa katika maangamizo yetu yote. Tupe kusikia kunako kusikia, macho yetu upate kuyatia nuru Baba, tujue jinsi utajiri wako ulivyo ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu. Baba, asante kwa ujasiri ulionipa wa kulisema neno lako Bwana kwa ajili ya utukufu wako, na wenye dhambi Baba wakarejee kwako, na mwili wako Yesu Kristo ukazidi kukamilika kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nami naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, ikasimame sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu wa Bwana, katika jina la Yesu, nikiangusha mawazo na kila elimu zilizojinua, zinazojinua, zitakazojinua juu ya elimu ya Mungu, kwa jina la Yesu Kristo hazitokuwa na mamlaka juu ya kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia ibada hii. Kwa jina la Yesu nateka nyara fikra zote sasa na kuziamrisha zipate kukutii wewe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante, tukufu ni wako milele na milele. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana, watoto wa Mungu. Yatupasa kujua kukauka kwa mto Frati ni dalili mojawapo ya siku za mwisho. Kwa nini yatupasa kujua hili? Ili tupate kuwa tayari. Neno la Mungu linasema, muyaonapo haya changamkeni, inueni vichwa vyenu juu, kwa kuwa mavuno yamekaribia. Yesu yuko mlangoni. Mtoto wa Mungu unayenisikiliza, mto Frati ni mto uliopo hapa duniani, unaotokea Uturuki, unapita Syrian mpaka Iraki. Na mto huu una ukubwa wa takriban kilomita kama 3,000. Sasa kukauka kwa mto huu, ambapo ni miaka kadhaa tayari imeshapita, kukauka kwa mto huu ni dalili za siku za mwisho ambazo neno la Mungu imetupa taa nyekundu, kwamba tunapoyaona haya tujue kwamba mavuno yamekaribia, tujue kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Sasa hizi ni nyakati za mwisho na dalili za siku za mwisho ambazo Roho Mtakatifu wa Mungu anazifunua katika kitabu cha Ufunuo. Unabii huu umetimia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ufunuo 16 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu. Hawa ni malaika 7 wa Mungu waliopewa kazi ya kumimina vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu katika nyakati za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ile Ufunuo 16 mstari wa 12 inasema, na huyo wa 6, yani malaika wa 6 mwenye kitasa cha ghadhabu ya Mungu, neno la Mungu linasema, akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Tunaona dalili ya malaika wa 6 kumimina kitasa chake alichopewa kumimina juu ya mto Frati, na mto huu kukauka. Na dhumuni la kukauka kwa mto huu ili kutengeneza njia kwa mataifa kadha wa kadha kwenda kupigana vita na Israeli, ambalo ni taifa teule la Mungu. Na ukisoma neno la Mungu utaona mwishoni Mungu ataingilia kati hili na kuangamiza hayo mataifa. Maana yake hawatashinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa pointi yangu ya leo ni unabii wa kukauka kwa mto Frati
umeshatokea na tunauona kwa macho hivi na tunashuhudia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ule mstari wa 13 neno la Mungu linasema, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na kutoka katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Mstari wa 14, Ufunuo 16. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu mwenye enzi. Mstari wa 16, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Hel Magedoni. Nitafafanua hapa kidogo. Katika nyakati hizi, roho ya shetani, roho ya mpinga Kristo na roho ya nabii wa uongo, neno la Mungu linatuambia zenye kufanya ishara. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, uwe macho. Sio kila ishara inatoka kwa Mungu aliye hai. Shetani pia ana ishara. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hizi roho hizo zitawaingia, neno la Mungu linasema wafalme wa ulimwengu, manake viongozi. Vitawakusanya, hizo roho zitawakusanya kwa ajili ya vita, kupigana na Israeli. Na watakusanyika mahali panapoitwa Hel Magedoni, maana yake mlima. Hel manake ni mlima wa Magedoni. Hata sasa, pointi hapa nataka uone kwamba hata sasa wote tunaona na kusikia tetesi za mambo haya zimeshaanza kujitokeza. Baadhi ya mataifa kukusanyana kupinga taifa la Israeli, na hii ni unabii huu kutimia. Sasa kumbuka tulipotoka, nimekwambia yote neno la Mungu linatufunulia ili kanisa tuwe macho. Manake mimi na wewe tuwe macho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ufunuo 9 mstari wa 13 mpaka wa 21, tunaona tena habari za mto Ufrati hapa zimeandikwa tena. Neno la Mungu linasema, malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Kwa yule malaika wa 6 anaambiwa hivi, wafungue. Kuna malaika 4 waliofungwa katika mto mkubwa wa Frati. Neno la Mungu linasema wale malaika 4 wakafunguliwa, waliokuwa wamewekewa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu. Nao waliokaa juu yao wanadirii kifuani kama za moto, za samawi na za kiberiti, na vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi wa kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakauawa kwa mapigo 3 hayo, kwa moto, kwa moshi na kiberiti, yaliyotoka katika vinywa vyao, yani kutoka vinywa vya wale malaika 4. Nitakuelezea vizuri hao malaika 4 ni malaika gani. Yaliyotoka katika vinywa vyao, kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, ina vichwa, nao wanadhuru kwa hivyo. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata
wasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na fedha na za shaba na za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Wala hawakuhutubia uuaji wao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wivi wao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakuelezea hapa upate kuelewa. Sasa, habari za mto huu pia zimeandikwa katika huu Ufunuo sura ya 9. Kumbuka ile niliyokuambia mara ya kwanza ni Ufunuo 16. Sasa, hapa wanasema kwamba, neno la Mungu linasema kwamba kuna malaika wa giza Mungu aliwafunga kwenye mto huu Frati. Hawa ni malaika waliomuasi Mungu Baba wa mbinguni, wakatupwa chini pamoja na Lucifer, Shetani, ambao ndio kiongozi wao, kama ilivyoandikwa katika Ufunuo ile 12. Kwa hiyo utasoma kuhusu Shetani na malaika zake walivyotupwa. 1/3 ya malaika waliomuasi Mungu mbinguni walitupwa chini na 4 walifungwa katika huu mto Frati. Sasa yule malaika mwenye kitasa, yule wa 6, sasa yule malaika wa Mungu mwenye kitasa cha ghadhabu ya Mungu atapewa amri ya kuwafungua hawa malaika 4, ambapo hawa malaika watafanya kazi ya kuua wanadamu, na namba imetajwa, wataua 1/3 ya wanadamu. Wapendwa, hii ni namba kubwa sana, na neno la Mungu linasema wataua kwa moto, moshi na kiberiti. Sasa usifikiri kibinadamu, usifikiri kwamba utaona malaika na mabawa wanapita duniani wanaua. Hizi ni roho ambazo zitaingia kwa wanadamu, na utaona uchochezi ambao kama tunauona sasa hivi, uchochezi wa vita, uchochezi wa mabomu ya kutengeneza mabomu ya nyuklia. Hata sasa tunaona kutengenezwa haya mabomu na dalili za kutishiana zimeshaanza. Sasa neno la Mungu linasema hizi roho, hawa malaika wataua 1/3 ya wanadamu kwa moto, moshi na kiberiti. Bwana Yesu apewe sifa sana, na Roho Mtakatifu wa Mungu afungue masikio yetu tupate kusikia. Sasa mtoto wa Mungu, mambo haya tunayoyasoma hapa au dalili hizi zimeshaanza tetesi, lakini kabla hazijachanganya, Yesu Kristo atanyakua walio wake, kanisa lake, yaani sisi tuliomwamini na kumkiri na kuamua kumuishia yeye. Nasema hivi, dalili hizi si tumeziona zimeshaanza zote, lakini kabla hazijachanganya, huyu Bwana Yesu atalinyakua kanisa lake. Na ndio maana sisi tunajifunza haya ili tujiweke tayari. Neno la Mungu linasema tuonapo haya tuchangamke. Na neno la Mungu linasema sisi tusiwe miongoni wa wale ambao hii siku itawakuta kama mwizi. Yaani kama vile mwizi anapokuja una habari. Sisi tumepewa ufahamu na Roho Mtakatifu wa Mungu anatupa ufahamu. Kwa hiyo wewe ambaye neno hili limekufikia, embu inua kichwa chako juu na umtazame Kristo Yesu, usimame katika kumwamini, kumkiri na kumuishia yeye katika siku zako zilizobaki hapa duniani, ili siku ile isije ikakukuta kama mwivi. Sasa ndio maana neno la Mungu hapa linatuambia hawa wanadamu waliobaki na kuona matukio yote hayo, mapigo yote hayo, mauaji yote hayo, bado hawatatubia dhambi zao. Ndivyo neno la Mungu linatuambia. Sisi ndio tumesoma hapa. Ngoja nirudie. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiwasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na fedha na za shaba na za mawe na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Wala hawakuhutubia uuaji wao wala uchawi wao hawakuhutubia,
hawakutubu yani, wala uasherati wao wala wivi wao hawakutubu. Kwa sababu gani? Nimekwambia wakati mambo haya yanatokea, yanapochanganya, kanisa linakuwa limeshanyakuliwa, na kanisa litakapokuwa limenyakuliwa, neema ya Mungu inaondoka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neema ya Mungu itaondoka kama taifa, itabaki kwa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana neno la Mungu linasema hapo, linatuambia hawa wanadamu waliobaki, pamoja na kuona matukio hayo yote, bado hawatotubia dhambi zao. Yani ile roho ya toba haitokuwapo tena, kwa sababu neema hii inayotubembeleza leo hii ya kwamba tutubu, 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 itakuwa haipo tena. Hakika wapendwa, niko hapa kukwambia muda umeisha, saa ya wokovu ni sasa. Watoto wa Mungu, Roho wa Mungu Baba yetu katupa neema hii ya kuona na kujifunza dalili hii ya kukauka kwa mto Frati, ili sisi tusijisahau, tukeshe. Maana ya kukesha sio ukae macho tu, ukae macho haya ya kimwili, bali maana yake tuwe macho rohoni, tuishi tukijua ya kwamba wakati wa mavuno umekaribia. Tujiweke tayari. Bwana wetu Yesu Kristo yupo mlangoni. Ule neno la Mungu katika Ufunuo 22 mstari wa 12 na wa 14 asema Bwana, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Maana yake heri ajitakasaye. Neno la Mungu linasema katika nyakati hizi watakatifu wataendelea kujitakasa, lakini wenye dhambi wataendelea kuzidi kudhambika katika hizo dhambi zao. Sasa Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima. Maana yake heri ajitakasaye, kwa sababu atakuwa na amri ya kuendea huo mti wa uzima. Yohana 14 mstari wa 6 neno la Mungu linasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba, yaani kwa Mungu, ila kwa njia ya mimi. Mwanadamu unayesikia sauti hii, ishi tu ukijua kwamba hakuna njia nyingine ya uzima wa milele ila Yesu tu. Hakuna njia ya kumfikia Mungu ila kwa Yesu Kristo mwanaye aliyemtuma kwetu kwa ajili ya kutuokoa na kutukomboa sisi wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hili ndilo neno la Mungu. Na kwa wewe ambaye umesikia, na kama upo tayari kumwamini na kumpokea Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, fungua moyo wako sasa na kinywa chako sasa. Omba pamoja na mimi maombi haya. Moyo huu unamfungulia yeye, huyu Yesu aliyesulubiwa msalabani. Huyu ndiye amekufa na kufufuka kwa ajili yako. Na thamani yako mwanadamu haipimwi na kitu chochote kile, bali inapimwa na msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu inapimwa na kifo cha Bwana Yesu. Hakuna mwanadamu hapa duniani aliyekufia, bali Yesu amekufia. Basi muangalie yeye aliyezifia dhambi zako upate kuokolewa. Kama uko tayari, tuombe. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Nimelisikia neno lako, nimeliamini neno lako, na kuikubali hekima hii itokayo kwako. Kwa jina lako Bwana Yesu lenye kuniokoa, ninakukimbilia leo. Ninatubu kwako dhambi zangu zote, makosa yangu yote na maovu yangu yote. Ninakuomba Bwana Yesu unisamehe na unioshe na unisafishe kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yangu kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu, ninakuomba uyasafishe maisha yangu yote, uisafishe nafsi yangu, usafishe moyo wangu,
Usafishe roho yangu na dhamira yangu na njia zangu zote kwa damu yako ya agano jipya. Bwana Yesu, ninakuomba usafishe na mwili wangu kama hekalu lako kwa damu yako ya agano jipya. Leo hii mimi, Bwana Yesu, ninakuamini kwa moyo wangu na kukukiri kwa kinywa changu na kukupokea wewe Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wewe ni mfalme wangu na mkombozi wangu. Bwana Yesu, mimi ninaamini ya kuwa Baba Mungu alikufufua katika wafu. Upo hai. Ninakuamini Bwana Yesu ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, uliyemwaga damu yako ili mimi nipone na niishi. Na leo hii Bwana Yesu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu na kukukaribisha. Ingia Bwana Yesu kila eneo la maisha yangu. Ingia kwenye moyo wangu. Chukua nafasi unaostahili. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ingia na Roho wako Mtakatifu sasa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba kwa jina lako unisafishe na kunitakasa kwa damu yako na kwa kweli ya neno lako siku zote za maisha yangu. Ninakuomba unijaze na unibatize kwa Roho wako Mtakatifu na kunifanya mpya ndani yako sasa na hata milele katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kuingia ndani yangu. Ninakuomba unisaidie nidumu ndani yako siku zote za maisha yangu. Nikuishie wewe Mungu Baba na kuongozwa na kufundishwa na neno lako na Roho wako Mtakatifu ili nipate kulitimiza kusudi lako katika jina la Yesu. Nimeomba na kupokea uzima huu wa milele katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana kwa kumpokea Bwana Yesu. Kumbuka umesamehewa dhambi zako zote na Mungu Baba hazikumbuki tena, na wewe jisamehe. Mungu hazikumbuki tena. Sasa na wewe jisamehe. Acha kuzikumbuka. Songa mbele, dumu ndani ya msingi wa neno la Mungu, Biblia, kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu yuko ndani yako sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Utashika kwenye moyo wako na kwenda kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mavuno haya. Nami ninaifunika mbegu hii kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa Bwana inakwenda kuzaa sana 100 kwa 100. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Asante Baba kwa ajili ya kila mmoja aliyesema ndio kwako. Kwa kuwa unawajua walio wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa msamaha huu na ukombozi wa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaamuru kila kifungo kimeachia sasa. Kwa nguvu ya jina la Yesu, shetani hawa sio wako tena. Kwa jina la Yesu Kristo, kila kifungo kilichokuwa kimeambatana na dhambi zao, kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka kipate kupasuka sasa na kuachia kwa nguvu ya jina la Yesu. Vifungo vya mateso, uonevu, laana, balaa, mikosi, kwa nguvu ya jina la Yesu, hapo sio mahali pako tena. Achia watoto wa Mungu hawa. Falme zote za majini, za mapepo, za mizimu, za kuzimu, kwa nguvu ya jina la Yesu, achia mwili wa Kristo. Hawa sio wako tena shetani, walali wako umeshafutwa kwa damu ya Yesu. Na kila hati ya mashtaka na hukumu iliyokuwa inasimamia makosa yao, iliyokuwa inasimamia maisha yao, imefutwa kwa damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema zimegongomolewa
pale msalabani. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo ninatamka ukombozi wa damu ya Yesu kutoka utosi wako mpaka unyayo wako, kwa nguvu ya jina la Yesu. Pepo la magonjwa, achia mwili huo, usio mahali pako tena. Ewe jini la magonjwa, la mateso uliokuwa umetumwa juu ya mtoto wa Mungu huyu, ondoka hapo, sio mahali pako tena, kwa nguvu ya jina la Yesu. Magonjwa yote yenye majina yote yale, nami ninalitamka jina kuu lipitalo majina yote, jina la Yesu. Natamka jina la Yesu likawatamia watoto wa Mungu sasa, kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mzima sasa kwa jina la Yesu. Hakutokuwa na uvimbe wala maumivu kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Akusamee maovu yako yote ni Yesu. Akuponya magonjwa yako yote ni Yesu. Aukomboa uhai wako na kaburi ni Yesu. Akutia taji ya fadhili na rehema ni Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, imo nguvu ya wokovu na ukombozi damuni mwa Yesu. Ninaumwagia mwili wa Kristo wote damu ya Yesu. Ninatamka kwa jina la Yesu kila kiungo kikakae sehemu yake, na jina la Bwana Yesu likazidi kutukuzwa. Na Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ukazidi kutupa kuyajua mapenzi yako, na tukisha yajua Bwana, kwa jina la Yesu tupate kuyafanya usiku na mchana, kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hutowataabisha tena hawa, kwa kuwa kwa nguvu ya jina la Yesu wamechukua chapa za Kristo, wanachukua chapa za Kristo sasa, kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Imo nguvu damuni mwa Yesu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu Baba, asante Roho Mtakatifu wa Mungu Mwana, asante Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu uko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Baba, katika jina la Yesu ninatamka uzima, mafanikio juu yako kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Ukafanikiwe mtoto wa Mungu, ukafanikiwe uingiapo na kutoka. Baraka zile za Ibrahim kwa nguvu ya jina la Yesu ziliotufikiria sisi kwa njia ya Kristo Yesu, kwa jina la Yesu zikaambatane na wewe. Ubarikiwe uingiapo na kutoka, kwa jina la Yesu. Libarikiwe kapu lako, ubarikiwe nyumba yako, ibarikiwe. Na kama Mungu alivyosema katika neno lake ambalo likianguka alimrudie yeye bure, ya kwamba atakuokoa wewe na nyumba yako, kwa jina la Yesu Kristo. Wokovu umeshuka kwako na juu ya nyumba yako, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Hakutokuwapo aliye dhaifu, hakutokuwapo mwenye njaa kwa jina la Yesu Kristo, bali wote Bwana watoto wako watakula na kushiba na kuvaa vizuri na kukaa vizuri na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, kwa utukufu wa Mungu Baba. Na wote Baba wawaonao wakaseme na kukiri ya kwamba hiki ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana, kwa kuwa Baba Mungu wa mbinguni umesema anayekuja kwako Yesu hutamtupa nje kamwe, wala hutoacha adui amnyang'anye kwenye mikono yako. Asante Bwana, kwa kuwa hawa ni wa kwako sasa. Asante roba sikili bashindili baba. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninasema asante kwa mbegu hii, mbegu hii, mbegu hii, mbegu hii Bwana, iliyoanguka katika udongo mzuri kabisa. Baba, nasema asante. Ni kwa jina la Yesu tumeimaliza wiki hii na tunakuanza wiki nyingine kwa jina la Yesu Kristo, tukiwa tumeatamiwa na uwepo wa Mungu wenye nguvu. Hakuna silaha yote itakayofanyika juu yetu na kufanikiwa, wala juu ya uzao wetu, wala juu ya nyumba zetu, wala juu ya wafanyakazi wetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imo nguvu ya ushindi kwenye damu ya Yesu, na nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, imeandikwa, na kwa neno la ushuhuda wao. Nao ni sisi tuliokombolewa kwa damu ya Yesu, tumemshinda shetani na mawakala wake wote kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu na kwa neno la ushuhuda wetu, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Na kila mmoja wetu aseme amen. Mungu akubariki, na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 293144, na namba nyingine ni +255 769 145925. Katika jina la Yesu, damu Yesu ikufunike. Amen.